hivyo wengine leo wanarekodi kama katika video kama hizi, mashallah, kila ambaye anairekodi kwa malengo ya kuwafikishia umma na kuweza kuisahihisha hii umma, yeye vile vile amefanya da'wa. Wangapi ambaye leo wameongoka na wakaijua ile njia ya sawa kupitia kwa mavideo haya? Wewe umeona video ndogo katika mitandao, ukaona hii nikimtumia ndugu yangu itamfaidi, atapata kujua makosa ambayo anayafanya, atapata kujua ile jambo ambayo anayafanya ya khairi na uzito gani katika maisha yake, ukaituma kwenye group. Basi ndugu yangu, wewe vile vile umeshiriki katika kuweza kuwaongoza watu na umeweza kufanya dawa. Dawa ziko aina nyingi ndugu zangu, kwa hivyo tuwafanyie watu dawa na tuweze kuwahimiza watu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, hakika nyinyi mmeshakuwa umma bora, mmechaguliwa kutoka kwa watu. Maana yake tayari mshakuwa umma bora nyinyi. Kwa nini mmekuwa umma bora nyinyi? Hamkuwa umma bora kwa sababu nyinyi ni wengi, kwa sababu nyinyi sura zenu zinapendeza sana kuliko wengine, au kwa sababu nyinyi matajiri kuliko wote. Hapana, mmekuwa umma bora kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mnaamrishana mema na mnakatazana maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Angalia hii aya, ni katika miujiza ya Qur'an. Hii aya katika mtizamo wa binadamu, kwa akili yake ilivyokuwa finyo, ilikuwa haifai kuja namna ilivyokuja hii aya katika Qur'an. Kwa mtizamo wa binadamu lao angeulizwa, angesema hii aya ilikuwa inafaa kuwa kinyume chake. Maana yake kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kwa nini mmekuwa umma bora? Tu'minuna billah, kwanza mnamwamini Mwenyezi Mungu. Hao watu wote wamekataa kuamini, ndio maana wamekuwa makafiri. Nyinyi mmemwamini Mungu, ndio maana mmekuwa umma bora. Halafu ndio mkaamrishana mema, mkakatazana maovu. Lakini haikuja hivyo. Nyinyi mmeshakuwa umma bora. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mnaamrishana mema, halafu mnakatazana maovu, halafu sasa ndio mnamwamini Mungu mwisho. Wanasema wanazuoni, maana yake hii aya, imani haiwezi kuja mpaka tuamrishane mema na tukatazane maovu, ndio imani itapanda hapa ndugu zangu.